Kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News, katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni ushiriki wa nchi za Ulaya katika mchakato wa mazungumzo juu ya mpango wa amani wa Marekani ni mdogo sana, na inamaanisha kwamba mataifa hayo yanajiona kama yaliyodhalilika kutokana na kuunga mkono upande wa Ukraine kwa muda mrefu, na sasa yanatajwa kuandaa vita vya muda mrefu dhidi ya Urusi. Mataifa hayo pia yanatajwa kwamba yameamua kufanya matumizi kwa mali za Urusi ambazo zimegandishwa. Mabilioni ya dola yaliyopo katika mataifa ya magharibi sasa yatatumiwa kwa ajili ya Ukraine, na ni kwa ajili ya kuandaa vita kubwa kati ya Urusi na mataifa hayo ya Ulaya. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg. Ulaya imejumuishwa tu katika muundo wa mazungumzo ya nchi mbili ikiwa ushiriki wake hauepukiki. Kwa mfano, kujadili dhamana ya usalama wa pamoja na Marekani, wakala huo ulisema. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko alisema mnamo Alhamisi ya wiki hii kwamba Moscow haioni jukumu lolote kwa Ulaya katika meza ya mazungumzo kuhusu Ukraine, na kuongeza kwamba EU haikufanya lolote kuzuia operation ya kijeshi. Poroshenko alisema kwamba huko Donbas ambapo kulikuwa na vita kubwa, nchi za magharibi zilichochea vita hivyo na wamesababisha kuendelea kwa vita katika eneo hilo la ukanda wa Donbas. Hapo awali Marekani iliwasilisha mpango wenye vipengele 28 wa kutatua mzozo wa Ukraine. Hati hiyo iliwakasirisha viongozi wa Kiev na washirika wake huko Europa ambao walitaka kuisafisha kwa kiasi kikubwa. Marekani na Ukraine zilifanya mashauriano kuhusu mpango wa amani na Washington mjini Geneva mnamo Novemba 23. Lakini kutokana na yote hayo, sasa Marekani imeona kwamba hakuna ulazima wa mataifa ya magharibi kushirikishwa katika mpango huo, na kutokana na hayo sasa nchi za magharibi zimeona njia pekee ya kuweza kupambana na Urusi na kuendeleza vita hivyo kwanza ni matumizi ya rasilimali zao, hasa fedha zilizogandishwa katika mabenki ya Ulaya. Hata hivyo, taarifa zaidi zimeelezwa kwamba NATO pamoja na Umoja wa Ulaya wameanza kujiandaa kwa vita kuu dhidi ya Urusi, ingawa inaweza kuonekana kuwa ya kushangaza. Balozi wa Urusi nchini Ubelgiji Denis Gonchar anasema kwa kuwatishia watu wao na mipango ambayo haipo ya Kremlin ya kushambulia wanachama wa muungano, walianza kujiandaa kwa vita kuu na Urusi kama inavyoweza kuonekana, alisema wakati wa mkutano wa Urusi na Belarus wa kidiplomasia huko Brussels, ambao ulikuwa na kichwa cha habari usalama wa Eurasia na changamoto na mitazamo. Nchi za Umoja wa Ulaya zinaendeleza upiganaji wa kijeshi, zinazika dhana ya Umoja wa Ulaya kwa ajili ya amani na ustawi na kugeuza umoja huo kuwa kiambatisho cha vita wakishirikiana na NATO. Matokeo yake, Ulaya imekuwa ikipoteza kwa kiasi kikubwa nguvu yake ya kimataifa na faida za ushindani, mwanadiplomasia huyo alisema. Aliendelea kusema kwamba Urusi haitafuti makabiliano, lakini badala yake imekuwa ikifanya kazi na washirika wenye nia moja kuunda usanifu na wa pamoja na usalama huko katika Eurasia. Kadhalika, Urusi imesema kwamba mataifa ya magharibi wakati huu yanaona kwamba Urusi ndiye adui yao mkubwa namba moja, wakidhani kwamba baada ya vita huko nchini Ukraine, Urusi itaanzisha mashambulizi katika mataifa ya magharibi. Ujerumani inaliandaa jeshi lake kuwa kubwa zaidi, kadhalika na Ufaransa wanaandaa kuwa na majeshi makubwa na kuongeza bajeti katika wizara zao za ulinzi. Hata hivyo, mataifa mengine kama vile Uingereza yanaona kwamba wakati wowote Urusi itaweza kuanzisha mashambulizi dhidi yake. Katika siku za hivi karibuni, Uingereza imekuwa ikieleza namna ambavyo Urusi imekuwa ikifanya ujasusi katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Urusi imekana shutuma hizo ikisema haina mpango wa kushambulia taifa lolote katika NATO. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.